أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي اسمه بركات والشفاء. بسم الله الذي بيده الشفاء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي حذر بشر صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. عباد الله، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته كما قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا. Ndugu zangu Waislamu, awali ya yote ninaihusia nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu katika swala zima kuu la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kama ilivyo Adam. Na kwani hakuna jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ametuumbia kwalo isipokuwa Allah subhanahu ametuumba kwa ajili ya kumcha. Hivyo tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atudumishe katika ibada ya Rabbil Alamin, na asiishie kutudumisha kwenye ibada tu, bali na atupe mwisho mwema ya Rabbil Alamin. Na asiishie kutupa mwisho mwema tu, hapana, na ajalie makazi yetu tukafanye ukazi katika jannatul firdausi pamoja na kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, leo Ijumaa ya kwanza ya mwezi wa Jumada Thani. Leo ni Ijumaa ya kwanza ya mwezi wa Jumada Thani. Kwa maana hiyo, na kwa kalenda inasema kama sio mwezi 23 24. Kwa maana hiyo, ili kufikia mwezi ambao bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama alipandishwa ila al-alam al-ulwi, bado tuna siku kama 26 27 ili tufike mwezi wa Rajab, mwezi ambao ndani yake ndo alipandishwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, na akaenda zaidi ya mbingu 7 na akafaradhishiwa sala 5 ambazo mtume aliambiwa azisali yeye na umma wake. Allah subhanahu wa ta'ala ameisifia safari ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama aliposema subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min almasjidil haram ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Aswaliweni bwana mtume Muhammad. Hiyo ni safari yake bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, na natumai utakapofika mwezi wa Rajabu safari hii itaelezwa dunia mzima. Hili tukio litaelezwa dunia mzima. Kwanza mwezi tunaujia unaitwa Rajab. Huu ni mwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia mwezi wa Rajabu ni moja ya ile miezi mitukufu ambayo minne Allah subhanahu wa ta'ala ameinena ndani ya Qur'ani, ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema ukiipata miezi hiyo kisha ukaiacha ikaenda hivi hivi, basi umeidhulumu nafsi yako. Rajabu inakuja, tuisubirieni inshallah. Allah tupe afya njema tuipate Rajabu, tuidiriki Shaabani na tufike katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao huo ndo mwezi wetu sisi. Ndugu zangu Waislamu, hiyo sio hutuba yangu. Nilikuwa nakupeni taarifa na mjue kwamba kuna mwezi wa namna hiyo unakuja. Hebu tuone leo hutuba yetu itakwendaje. Tutazungumzia kitu gani katika dakika chache tulizokuwa nazo. Leo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutazungumzia katika sala zima la riziki. Tutazungumzia katika sala zima la riziki. Kwa nini tunazungumzia swala zima la riziki? Kwa nini tunaizungumzia riziki? Kuna baadhi ya watu wanaishi kwa kukata tamaa katika hii dunia. Kuna baadhi ya watu hii riziki wanadhani inatokana na vipatwa vao wanavyovipata katika shughuli zao. Kuna baadhi ya watu wana itikadi ya kwamba
bila ya mtu fulani hapati riziki, bila ya kazi fulani hapati riziki, bila ya kufanya tukio fulani hapati riziki. Na riziki ndugu zangu Waislamu ni hizi pesa ambazo baadhi ya watu wanasema mie bila duka langu siwezi kutoboa, mie bila mganga fulani siwezi kutoboa, mie bila kufanya kitu fulani siwezi kutoboa. Na baadhi ya watu wanadiriki kuwaua ndugu zao ili mradi apate pesa na maisha yake yao mazuri, na mwenyewe anasema bila kuua riziki hazipatikani na mambo yangu hayatokwenda. Hebu twende tutoane mashaka wale ambao tunakuaga na riziki. Tunakuaga na shaka na shida, tunaogopa tukikaa siku moja hatujapata riziki. Leo tunatakiwa tutoane hayo mashaka na tutegemee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na tujue kwa riziki inatoka kwa Allah, wala riziki haitoki kwa mtu, wala riziki haipo kwenye mikono ya mtu, bali rizqun nasu fi aidi Allah subhanahu wa ta'ala. Riziki za watu zipo katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala, na sio watu tu, hapana, viumbe vyote vinavyoishi katika mgongo ardhi. Hebu tuendeni katika suratu Hud tumuone Allah subhanahu wa ta'ala anasemaje kuhusiana sala zima la riziki. Allah anasemaje? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa musta'udiha kullun fi kitabun mubin. Aswaliweni bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatutoa mashaka katika surati Hud, anasema Allah, wama min dabbatin fil ardi, hakikuwa kiumbe chochote kinachoishi katika mgongo wa ardhi. Kiumbe sio mwanadamu, kiumbe. Mwanadamu ni kiumbe, jini ni kiumbe, wanyama ni viumbe, na kila kiumbe chochote ambacho kinaishi katika mgongo wa ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ananena anakuambia wama min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kiumbe chochote kinachoishi katika mgongo wa ardhi kinaishi isipokuwa riziki yake inapatikana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, na wala riziki hazipatikani kwa wanadamu wenzetu. Ndugu zangu Waislamu, riziki za watu zipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Riziki za viumbe na wanyama na kila kitu zinapatikana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tena Allah huyo wa ya'lamu mustaqarraha, Allah ndo anajua kutulizana kwako, yani wapi utakwenda kutulizana mpaka upate riziki yako, wapi utapita mpaka upate riziki yako. Allah ndo anajua wapi utakwenda, wapi utakanyaga, kipi utafanya cha halali mpaka upate riziki yako. Ila isipokuwa mwanadamu yeyote anaishi katika mgongo wa ardhi awe na itikadi, akubali ya kuwa kwamba riziki yake haipo kwenye mikono ya watu, riziki yake haipo kwenye biashara zake, riziki yako haipo kwenye mikono ya bosi wako. Riziki anatoa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao wana itikadi ya kuwa kwamba bila bosi wake mambo yake hayaendi. Na mara nyingine subhanallah anafanya kazi kwa mtu ambaye ni tariku swala. Yule mtu ambaye ni tariku swala anamkataza mtu, usiende kuswali mpaka umalize shughuli zangu. Na wewe sasa, kwa sababu unaogopa kwamba mimi nikikataa kufanya kazi na nikaenda kuswali atanifukuza kazi, nitakosa riziki. Shekhe, hiyo imani potovu. Leo hii tunaogopa mabosi mpaka kuswali hatuswali mashekhe. Mtu anasema mimi bwana siwezi, mimi naunganisha swala zangu, nikisha swali subuhi, adhuhuri, alasiri na magharibi na kuja kuziswali usiku kwa sababu unabanwa kazini. Shekhe, unabanwa kazini, na hiyo kazi ambayo inakubana kuswali ni haramu kwako shekhe. Kazi yoyote ambayo inakubana usiswali ni haramu kwako. Mimi nasema, sijatoa kwenye aya wala hadithi, lakini kufuatana alhalu yantiqu. Riziki, yani kazi yoyote ambayo inakuzuia usiswali, hiyo kazi halali kwako. Inabidi ufanye kazi ambayo muda wa swala umefika, unaenda unaswali, unarudi unaendelea na shughuli zako. Na kama itafika pahala ukampata bosi ambaye yeye muda wa swala ukifika anakuambia usiende kuswali, ondoka kabisa, hiyo kazi haikufai shekhe. Katafute kazi na usiwe na shaka na riziki. Kikubwa, wa man yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbi. Yeyote mwenye kutegemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala
Allah anatosha kuwa kwamba ni mwenye kutegemewa. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yuanena katika ahadithi yake, anasema Bwana Mtume, innakum kuntum tawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayri fil hawa taghdu khimasa wa taruhu batwana. Aswaliwe ni Bwana Mtume Muhammad. Mtume anena anasema, lau nyinyi wanadamu mungelikuwa mnamtegemea Allah ukweli wa kumtegemea, haqqa tawakkulihi, ukweli wa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, basi la razaqakum, mungeruzukiwa kama yarzuku twairi fil hawa, kama wanavoruzukiwa ndege ambao wanaruka angani. Sio ndege ya airport, hapana, ndege wale wanyama ambao hawana bosi, hawana kazi ya kufanya. Ujue wala ndege wanafanyeje? Taghdu khimasa wa taruhu batwana, huwa wanatoka asubuhi kwenye matumbo yao hapana kitu, lakini jioni wakirudi wameshiba. Siri yao ni kitu gani? Tawakkul, kutegemea kwa Allah. Na Mtume anasema, na sisi wanadamu lau tungelikuwa tunamtegemea Allah ukweli wa kumtegemea, basi tungeruzukiwa kama ndege wanavoruzukiwa ambao wanaruka angani. Shida yetu sisi wanadamu, hatumtegemei Allah, tunawategemea binadamu wenzetu. Kuna baadhi ya watu anaswali alhamdulillah, anafunga Ramadhani alhamdulillah, lakini kwa waganga haachi kwenda, na anatamba kabisa, anasema bila mganga fulani mimi nisingetoboa. Yani haneni bila ya Allah, bila ya mganga fulani nisingetoboa. Yule mganga kiboko, kwa maana hiyo tawakuli yake ipo kwa mganga. Na ndio kwa maana msemaji mmoja amesema at-tawakkulu ala arba'atin mawdhi'in, tawakkul ama kutegemea pako aina 4. Kutegemea pako aina 4: kumtegemea mwanadamu wenziwe, kutegemea nguvu zako ulizokuwa nazo, na kutegemea mali, na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakkul ala al-khalqi, wa tawakkul ala quwwa, wa tawakkul ala al-mali, wa tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala. Hebu tuzione hizi tawakkuli 4 ni za aina gani, na vipi tunategemeana kinyume na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa aliposema tawakkul ala al-khalqi, kumtegemea mwanadamu mwenziwe, mie bile fulani sitoboi, mie bile fulani kitu changu hakiende, mie bile fulani hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Na ikifika pahala huyo fulani akafa, basi huyo mtu atalia kweli kweli, jamani, nilikuwa namtegemea huyu ndo alikuwa anipa pesa, fulani kaondoka, nani atanipa pesa mie, nani atanipa riziki mie? Mtu utakuta anapiga makelele, analia, anasema huyu ndo alikuwa anifanya mgango na kwenda vizuri, alikuwa anipa hela huyu, kafa, nani atanipa hela? Hadha huwa tawakkul jahiliya, tawakkul ya kijahiliya kabisa ambayo haifai katika Uislamu hiyo. Lakini kuna tawakkul ala quwwa, kutegemea nguvu. Yani mtu ananena kabisa, maadamu afya nayo, maadamu uzima nao, nitakula, nitavaa na kila kitu. Hadha huwa tawakkul jahiliya. Hii ni tawakkul ya kijahiliya, mtegemee Allah. Lakini kuna tawakkul ala almali, kuna kutegemea mali. Mtu anasema, wewe usinisumbue wewe naweza nikakupiga milioni 1 na kutosha kukupeleka hospitalini wewe. Yani mtu anategemea zile pesa zake, anaringa na pesa zake, na hamneni katika mtaa kwa sababu ya zile pesa zake. Na huyu mtu pesa zikiondoka anakufa na yeye, kwa sababu alikuwa anategemea pesa, hamtegemei Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna tawakkuli moja ya mwisho, na hiyo ndo tawakkuli nzuri. Anasema tawakkala ala Allah, kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yatawakkala ala Allah fahuwa hasbu, mwenye kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anatosha kutegemewa. Leo hii kuna baadhi ya watu hata kuongeza weka hataki kuongeza kwa sababu anaogopa riziki. Leo hii kuna baadhi ya watu hata kuoa mke wa pili anaogopa. Huyu nilokuwa naye nyumbani tu ananishinda, nikiongeza wa pili itakuwaje?
Mtu ananena bwana, wanawake hawa ni wengi. Mashekhe, wanawake hawa ni wengi sana, wanazurura katika mitaa hawajastiriwa, na stara ya mwanamke ni ndoa. Kuna wanawake wanataka kuolewa mpaka mke wa pili, wa tatu mpaka wa nne, lakini nyie mmekaa tu na wake mmoja mmoja. Na mtu anaogopa ana riziki. Mke mmoja sasa vipi? Riziki ndio unatoa wewe. Riziki unatoa wewe. Sheikh, riziki utoi wewe, riziki anatoa Allah. Kwani ikifika pahala ukasema mimi nikimwoa huyu mwanamke atakula nini? Kwani kwao walikuwa nakula kitu gani? Kwao walikuwa nakula, Sheikh, na akija kwako atakula. Tena mara nyingine ukimwoa huyo mwanamke ndo riziki zitakuwa nyingi. Sahaba alienda kwa bwana Mtume Muhammad, akamfikia bwana Mtume, akamwambia Rasulullah, mbona ni hali yangu mbaya ya kimaisha? Hali yangu si nzuri ya Rasulullah, riziki hazipatikani ya Rasulullah, nifenyeje ya Rasulullah? Mtume anamuuliza, wanawake wangapi wewe? Ana mmoja. Akaongeza mke wa pili, riziki zitakuja. Bwana mkubwa anakwenda anaoa, baada ya kuoa hali inazidi kuwa mbaya, anarudi kwa bwana Mtume Muhammad, ya Rasulullah, nimeoa lakini hali ndio imezidi kuwa mbaya kweli kweli ya Rasulullah, afadhali ya yule wa kwanza, sasa ndio kumechafuka ya Rasulullah. Mtume anaenda kaongeza watatu tena, ya Rasulullah, watatu tena. Ndio kaoe. Bwana mkubwa anatoka aenda kuongeza mke wa tatu, hali inazidi kuwa mbaya vile vile. Anarudi kwa bwana Mtume, Rasulullah, nimeoa watatu lakini ndio yani vibaya havina hata maelezo. Mtume anasema nenda kaoe watatu. Sina Rasul, chukua hela ikaoe. Anapewa na mahali, anaenda kuoa bwana mkubwa. Anaenda kuoa mke wa nne, mambo yanaanza kufunguka. Mambo yanaanza kufunguka, riziki zinapatikana, mambo yanakuwa mazuri kwa sababu ya zile ndoa na stara anazowapa watu. Haya, wewe uliokaa na mke mmoja kama tawa bodaboda, upo tu yani, mara nyingine riziki zinakuwa nzito kwa sababu kuna watu wanalalamika mitaani. Mashekhe, kuna wanawake wanalalamika mitaani, huyu angenioa, ya Rabbi, huyu kwa nini hanioi huyu ya Rabbal Alamina? Na mara nyingine kuna watu wanawake hapa lakini vimada kibao wanawachezea tu na kuacha. Unafikiri Mwenyezi Mungu atafungua katika upande wa riziki? Huyo mwanamke ambaye ni mchepuko, unachepuka naye kila siku, ukimuoa shekhe, mambo itakuwa mazuri. Na hii mtu una mke nyumbani, una kimada mtaani, hicho kimada kinamaliza tu mambo yote, alafu unaje mimi mambo yangu itakuwa mazuri. Wewe unaishi na kimada alafu unasema mambo yake itakuwa mazuri vipi? Sio hivyo tu, kuna watu hapa wanaishi na wanawake ambao hawajawaoa na wanaitana mke na mume, alafu mtu yeye anatarajia Mwenyezi Mungu ampe riziki. Unafanya mambo yanazuia kupatikana riziki. Zina ni njia mojawapo ya kuzuia riziki isipatikane, mashekhe. Lakini sisi hatuna habari na haya yote, tupo tu dunia na sisi na dunia. Haya yote, na tawakali basi kwa Allah, usitawakali kwa mtu. Tegemea kwa Allah, usitegemee duka lako. Mtu ananena anasema hili duka langu ndo linalisha familia, nategemea duka tu hili mimi, yani shekhe sina kingine zaidi ya duka. Shekhe, duka je, likiungua moto, duka likionausu unakufa. Waman yatawakkala ala Allahi fahuwa hasbu, mwenye kutegemea kwa Allah, Allah anatosha kuwa ni mwenye kutegemewa. Wallahu tabaraka wa taala yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun fa idha qara'ta alquran fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdi'aha kullun fi kitabin mubin. Barakallahu lana wa lakum bil Qur'anil 'azim ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم واستغفر عني وعنكم وعن جميع المؤمنين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمة ويكافئ مزيدا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له العظمه والكبرياء والملك والملكوت، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي حذر وبشر صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، عباد الله،
usikum marata thania ala taqwa Allah ta'ala faqad faza almuttaqun. Ndugu zangu Waislamu, kwa mara ya pili naihusia nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu ndugu zangu Waislamu katika swala zima la kumcha Allah, kwani hakuna jambo ambalo subhanahu wa ta'ala ametuumbia kwalo isipokuwa Allah ametuumba kwa ajili ya kumcha. Tumuombe Allah tudumisha katika ibada ya Rabbil Alamin. Ndugu zangu Waislamu, kama nilivyoarifisha katika hutuba ya kwanza ya kwamba leo kuanzia mwanzo wa hutuba mpaka mwisho wa hutuba tutazungumzia katika masala mazima ya riziki. Riziki ambayo baadhi ya watu wanakuwa wana mashaka katika mambo yao. Riziki ambayo kuna baadhi ya watu hata kutoa mtu anaona ni hiki ndio kiriziki changu, nimepata kahela haka hivi, nikitoa hii nitapungukiwa. Shekhe, alokuambia ukitoa unapungukiwa nani? Leo hii baadhi ya watu tumekuwa wasusuavu wenyewe, hata sadaka hatutoi. Kwa sababu mtu anaona ana shilingi 10,000 mfukoni, kwamba akitoa ile shilingi 1,000 katika shilingi 10,000 akata shilingi 2,000 akatoa, anaona anapungukiwa. Alokuambia nani Sheikh? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika Nuzhatul Majalis, mlango wa kutoa, anasema bwana Mtume, alaikum bisadaqa, jilazimisheni na kutoa sadaka, fa inna fiha, haka ndani ya sadaka Salim panapatikana mambo 6. Mtoaji anapata mambo 6. Mimi nitakutajia matatu. Thalathatun fi dunya wa thalathatun fil akhirah. Matatu unayopata ukiwa hapa duniani na matatu unakwenda kupata siku ya kiyama. Kufuatana muda na kutajia matatu anayapata mtoaji hapa duniani. Fa amalula, jambo la kwanza analolipata mtu hapa duniani kwa sababu ya kutoa, as-sadaqa tazidu fi rizqi, sadaka inazidisha na kuongeza riziki. Aswaliweni bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ukitoa unazidisha riziki Sheikh, wala upunguzi. Jambo la pili, as-sadaqa tazidu fil mali, sadaka inazidisha mali, wala tankusu fil mali, wala sadaka haipunguzi mali. Kama kuna mtu anidanganya akitoa anapungukiwa na mali, Sheikh anajidanganya mwenyewe. Sadaka wala haipunguzi mali, sadaka inaongeza mali. Mfano mdogo tu chukua, hao matajiri wakubwa. Kuna matajiri wengine mashekhe, sio kama labda ametoa kafara mtu ndio akapata mali, hapana. Sababu hii ni kutoa tu. Mfano mdogo kama mzee Bahresa, huyu mzee anatoa sana yule. Hakuna mtu anatoa kama yule mzee, simsifii labda ni mamake. Sasa hivi mashekhe wakizungumzia mtu anakuwa anasema chawa huyu anataka hela. Mimi simsemi, natoa mfano uliokuwa hai. Msema kana mchawa Bahresa mimi. Magazi kanuka kaja jamaa kachawa kama Bahresa. Hapana, mimi nasema kufuatana ile amana yaona. Watu kibao wanasaidia na ile mzee. Watu kibao wanapewa hela na mzee. Mashekhe kibao wanapewa hela na mzee. Yote sio kwamba labda yani ni vipi, hapana, tunasema kwa sababu ya yale anayofanya, na hiyo ndio sababu ya mali zake zinazidi kuwa nyingi kwa sababu ya kutoa. As-sadaqa tazidu fil mali, sadaka inaongeza na kuzidisha mali wala haipunguzi mali. La mwisho la tatu, as-sadaqa ta'ammaru ad-dayyar, sadaka inakufanya kuwa imara kila siku. Twendeni kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Kisa cha bwana Mtume hiki, tatazawaju nabi, alioa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Baada ya bwana Mtume kuoa, wakaenda wakamchukua mke. Baada ya kumchukua mke, wakamleta mpaka nyumbani kwake. Baada ya kumfikisha nyumbani, bwana Mtume akaingia ndani kwa ajili ya kuswali. Mtume alivyoenda kuswali, masahaba wamekaa huko wanapiga story. Katika kupiga story, kikaja chakula, yani mfano wake hai ni kama unavyoona ule ugali ambao haujawiva ama hauna unga mwingi, kama uji fulani vile. Wakaletewa chakula cha namna hiyo. Baada ya kuletewa chakula cha namna hiyo, maswahaba wakawa wanazungumza, chakula cha leo mbona kimekaa hivi, hakijakaa hata sawa sawa, chakula gani? Wakati wanasema haya yote, basi bwana Mtume kule akamaliza kuswali. Baada ya kumaliza kuswali, bwana Mtume akaja. Baada ya kuja akawakuta maswahaba wanazungumza. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akawatolea salamu. Baada ya kuwatolea salamu, ekesha akawauliza, ya sahabi, enyi maswahaba zangu, ma tadhakarun, mnakumbushana kuhusiana nini, mnazungumzia nini? Sahaba mmoja akasema, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, natadhakaru ala babi rizqi ya Rasulullah, tunazungumzia masala ya riziki ya Rasulullah. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, enyi maswahaba zangu, je, nisikupeni habari niliopewa na ndugu yangu Suleiman alayhi salatu wasalam? Hivi nisikupeni kisa ambacho Nabii Allah Suleiman alinipa?
Maswahaba wakasema bala ya Rasulullah, tupe habari ya Rasulullah. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ndugu yangu Nabii Allah Sulaiman alayhi salatu wasalam, siku katika masiku alikuwa anapita katika fukwe za bahari, na wakati anapita katika fukwe za bahari, ghafla akamuona mdudu chungu. Akamuona mdudu chungu amebeba jani hapa mdomoni la kijani bichi, jani bichi. Baada ya kuona jani bichi kalibeba, Nabii Allah Sulaiman alayhi salatu wasalam hakunena kitu. Kilichotokea, akawa amtizama yule mdudu chungu. Alimwangalia mdudu chungu yule mdudu chungu akaenda mpaka karibu na maji. Alipofika karibu na maji, akatema lile jani. Baada ya kutema lile jani, kesha akapiga ukelele mkubwa. Baada ya kupiga ukelele, akatokea chura. Yule chura akambeba na jani lake hapa mdomoni, kesha akazama naye mpaka chini. Nabii Allah Sulaiman alayhi salatu wasalam anena, yule mdudu chungu na chura walikaa kama lisali moja chini ya bahari, na Sulaiman kakaa anaangalia kitu gani kitakatokea. Nabii Allah alayhi salatu wasalam Sulaiman amekaa, baada ya muda mchache anatokea mdudu chungu yule, anatembea juu ya bahari, kisha akatoka kwenye maji. Baada ya kutoka kwenye maji, tunajua Nabii Allah Sulaiman alayhi salatu wasalam alisakhirishiwa, kwa maana hiyo alipewa uwezo wa kuongea na kila kiumbe unachokifahamu wewe. Nabii Allah Sulaiman alipomuona yule ni mdudu chungu, akamwambia njoo. Baada ya kuja mdudu chungu, anamuuliza akhbirni, nipe habari, kuna nini huko chini ya maji? Sema ya Nabii Allah, ewe mtume wa Allah, chini ya bahari, wa fi shata'il bahri, chini ya bahari, lau kuna mdudu chungu ndani ya bahari ambaye ni umyan, kipofu, haoni tena, yuko chini kabisa ya bahari, ndani yake kuna jiwe. Na yule mdudu chungu kipofu, mimi ndio huwa nampelekea riziki yake. Uliniona nimetokea kule, nikaenda mpaka hapa, nikapiga kelele. Baada ya kupiga kelele, katokea chura. Yule chura sio chura, bali ni malaika. Allah amemuumba mfano wa chura. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba malaika mwenye umbile kama la chura. Na yule malaika kazi yake ni kunibeba mgongoni, ananizamisha mpaka chini ya bahari, na nikifika chini ya bahari, basi ninakutana na jabali kubwa. Lile jabali huwa linapasuka. Baada ya kupasuka, anatokea mdudu chungu ambaye ni kipofu. Baada ya kutokea mdudu chungu ambaye ni kipofu, basi namie huwa nampa riziki, nampa chakula chake. Huwa nampa asubuhi, nampa mchana, na nampa usiku. Kila siku toka ameumbwa na Allah na kuletwa hapa duniani, hiyo ndio kazi yangu naifanya. Vipi anasemaje mdudu chungu? Anasema mdudu chungu huwa nikimpa chakula, ana neno lake huwa anasema kila siku. Neno gani anasemaga? Huwa anasema hivi, subhanalladhi lam yansani birizqi. Ametakasika Allah mtukufu ambaye hanisahau mimi kwa riziki. Je, kama mimi mdudu chungu, tena sio mdudu chungu, kiziwi sioni, kipofu sioni, bado niko chini ya maji, bado Allah ananikumbuka na riziki. Tunapata habari kuna ummati Muhammad, umma uliokuwa bora, watakuja. Je, hawa ummati Muhammad kutokamana na ubora wao waliokuwa nao, watakuja kunyimwa riziki na Allah? Jibu utalipata wewe mwenyewe. Kama mdudu chungu yuko chini ya maji, bado anapata riziki. Haya, we ummati Muhammad ashrafu, mbora, mtukufu, bora ya umma, utanyimwa riziki na Allah? Allahumma salli ala nuril anwar. Sheikh, riziki huwezi kunyimwa na Allah. Acha kutegemea vitu vya hovyo hovyo, mtegemee Allah. Usimtegemee mwanadamu mwenziwe katika riziki. Usimtegemee bosi wako, usitegemee duka lako, usitegemee kitu fulani, mtegemee Allah. Wa man yatawakkala ala Allah fa huwa hasbu. Anemtegemea Allah anatosha kuwa Allah ni mwenye kutegemewa. Namalizia, imamu mmoja Zahid, mcha Mungu mkubwa katika watu wa Mungu wa zamani, alikuwa anaitwa Az-Zahid. Huyu Imamu Zahid siku moja alikuwa anampima Allah, je, atampa riziki atakapojificha? Yana Mwenyezi Mungu bwana amesema, pahala popote utakapokuwepo, yarzuquhu Allah ta'ala min ghairi la tahtasib.
utaruzukiwa na Allah bila kutarajia, bila matarajio. Sasa huyu bwana mkubwa siku moja akamuaga mkewe, bwana mke wangu, kesho asubuhi nataka nikampime Allah, je, Allah ataniruzuku kule nitakapokwenda? Nataka niende pahala ambapo hanioni yote, alafu nione je Allah ataniruzuku. Bwana mkubwa asubiri mapema 11 anaondoka, hakuna anayemuona. Anasema inabidi niondoke muda ambao hakuna atakayeniona, kwa sababu kiniona atanifuatilia wakaniletea riziki, sitaki kuonekana mtu. Bwana mkubwa anatoka, baada ya kutoka anaenda ndani misituni ambapo watu hawafiki, na ndani ya msitu kuna mlima mkubwa, na ndani ya mlima huo kuna pango refu kweli kweli. Basi Imamu Zahid akaingia ndani ya lile pango, alafu akaenda akakaa mwisho kabisa wa pango kule. Anasema nataka nimpime Allah, je Allah ataniruzuku hapa nitakapokaa? Allah ataniletea riziki yangu? Amekwenda saa 1, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8. Allah akashusha mvua. Baada ya kushusha mvua, kumbe kwenye lile pango le kuna njia watu wanapitaga. Allah anashusha, kaleta sababu, kashusha mvua. Baada ya kushusha mvua, kuna watu walikuwa na msafara wanapita, wakawa wanapita karibu na lile pango. Wakati wanapita karibu na lile pango, basi wakaona jamani, mvua imekuwa kubwa sana hii, tusije tukalowana na maji, cha msingi tuingieni kwenye hili pango. Wale watu wanaingia ndani ya pango. Baada ya kuingia ndani ya pango, basi wamekaa, mmoja akawa anatembea tembea. Katika kutembea tembea akaenda mpaka ndani mwisho wa pango. Akastaajabu kumuona mtu amekaa amewapa mgongo. Yule bwana haraka sana na kwenda kuwaita ndugu zangu, jamani twendeni mkaone maajabu kule, kuna kitu cha ajabu nimeona. Mtu kakaa peke yake, hasemi na mtu wala hafanyi chochote. Kumbukeni Imamu Zahid anampima Allah, atampa riziki kule alipokaa, atamletea riziki. Basi wale watu walichofanya wote wakaenda, baada ya kufika wakamsalimia. Baada ya kumsalimia haitiki salamu, haongei chochote. Wale watu wakasema jamani, huyu bwana mkubwa huenda akawa ana njaa sana, huenda akawa ameshikwa na baridi kwa sababu ya hii mvua hii, huenda pakawa pana baridi sana. Kipi cha kufanya? Hebu leteni moto karibu hapa, tumkokee moto, tumwashie moto, afu tuone ataongea. Wanachukua kuni wanawasha moto, baada ya kuwasha moto bado haongei. Mmoja akasema jamani, huenda huyu bwana mkubwa ana njaa, kwani tusimpe chakula? Wanakwenda wanachukua chakula wanampa kwa ishara hali. Mmoja anasema jamani, huenda akawa halagi chakula, labda anakunywa maziwa, hebu tumleteni maziwa. Wanachukua maziwa wanamletea, hapokei. Mmoja anasema jamani, huenda hanywagi maziwa ambayo hayajachemshwa, tuyachemshe ndio tumpe. Wanachemsha maziwa wanampa, hawachukui. Mmoja akasema jamani, huenda huyu bwana maziwa yasiokuwa na sukari hanywi, hebu chukueni sukari tutie anywe. Watu wanachukua sukari wanatia kwenye maziwa, kesha wanampa. Baada ya kumpa anakataa. Mmoja akasema huyu bwana huenda hana nguvu ya kunyanyua kikombe, kwa hiyo cha kufanya, hebu mmoja akamate, fungue mdomo tummiminie tu moja kwa moja. Wewe maana kunza kuchukua hataki, kufanya hataki, kwa hiyo tummiminie ni tu, huenda akanywa. Baada ya kutaka kufanya tukio hilo, Imamu Zahid akawa anacheka. Wale mabwana wakasema ya sheikha anta majnun, wewe ni mwenda wazimu. Sema hapana jamani, mimi sio mwenda wazimu, na naongea vizuri, nakula vizuri, isipokuwa mimi hapa nilikuja kumpima Allah, nilikuja kumtesti Allah, ye anaweza. Leo nimeamini kwamba Allah anaweza. Pahala popote utakapokuwepo, riziki yako shekha utaipata. Pahala popote riziki yako utaipata shekha. Usiwe na mashaka na riziki yako, ondoa mashaka katika riziki. Kikubwa ninachokushauri leo Ijumaa, tawakkal ala Allah, mtegemee Allah. Ukimtegemea Allah shekhe, ujue Allah lazima atakuruzuku. Alafu jua katika maisha, usijizoesha kila siku unapata tu, unapata we, kuna siku utakosa. Msemaji mmoja anasemaje? al-yawmu laka wa yawmun alayka, fa idha kana laka fala tabtar wa idha kana alayka fala tafjar. Kwa siku moja ni yako, siku moja sio yako. Na leo shekhe, ukipata leo hii, ukipata riziki, ujue kuna mwenzako leo hajapata. Leo ukipata riziki, ujue kuna mwenzako leo hajapata. Kesho usipopata riziki, kesho kama Allah atakupa afya ukapita kutafuta ukakosa, wala usilalamike.
Hiyo kesho ambayo umekosa, kuna mwenzio ambaye leo hakupata ndio kapewa kesho. Hivyo ndivyo Allah alivyoweka mfumo mzuri wa maisha ya mwanadamu. Tusiishi tukawa tunalalamika kwa sababu ya riziki. Tusiishi tukawa yani tunakuwa tuna wanyonge kwa sababu hatupati riziki. Hapana, siku moja ni yako na siku moja si yako. Siri ya maisha, tawakkal ala Allah, tawakkali kwa Allah, tegemea kwa Allah. Wa man yatawakkal ala Allah, na mwenye kutegemea kwa Allah basi Allah anatosha kuwa ni mwenye kutegemewa. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad nuril qalbi wa qurratil ayn wa ala ali Muhammad faya ayyuharrajuna minhu shafa'atan sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad habibur rahma wa shafi'il umma yawm al-hashr wan nashr sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala Muhammad faya ayyul mushtaquna ila ru'ya jamalihi sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم ارض عنا والمن استحق من بعد الخلاف بالتحقيق قاتل الكفرة والرفضة والزنديق أفضل الصحابة الشيخ الكبار معدن الصدق والوقار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القار الصادق الصديق قابل الرفيق والإمام الحق والتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب. وارض اللهم عن بقية صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله. وإن كان بعيدا فقربه. وإن كان قليلا فكثره. وإن كان في الأرض فأخرجه. يا رزاق ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. يا فتاح افتح لنا أبواب الرزق يا رب العالمين. يا رب ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. يا رب ارزقنا وعد صالحين يا رب العالمين. يا رب اللهم اجعل اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. اللهم اجعلنا حسن الخاتم رب العالمين. اللهم اجعلنا حسن الخاتم رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.